Karibu mtazamaji wa Ihoma Media. Kinachoendelea hivi sasa duniani ni Ukraine na Marekani kufanya mazungumzo nchini Saudi Arabia, na haya yanaelezwa kwa kina na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje nchini Ukraine, Heretik, ambapo ameeleza kuwa mkutano ujao kati ya Ukraine na Marekani utakaofanyika nchini Saudi Arabia mnamo tarehe 24 mwezi Machi utakuwa wa kiufundi na badala ya kuwa wa kisiasa kama wengi tulivyozoea katika mikutano mingine, yaani ni kuzungumza kwa mawanda mapana na kimkakati zaidi. Huku lengo la mkutano huo ni kuweka vigezo vya mapendekezo kuhusu mifumo mbalimbali ya kusitisha mapigano, na mnukuu, huu si mkutano wa kisiasa bali ni wa kimkakati, mkutano ambao utajikita zaidi katika kuangazia juu ya vigezo vya kusitisha mapigano vilivyopendekezwa na pande zote mbili, yaani kati ya Urusi na Ukraine, ambapo swala hili hivi punde litawekwa mezani, na kusema kuwa sisi kama Ukraine tumekubaliana kabisa na wazo lililopendekezwa na Marekani kuhusu kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa siku 30, ambapo ni kwa muda tu uliopangwa, mwisho wa kumnukuu. Msemaji wa Ukraine Heretik alisisitiza kwamba kama Putin na Urusi wangekubaliana na pendekezo hilo, mapumziko ya vita yangekuwa tayari hadi hivi sasa. Hata hivyo, Urusi imeongeza masharti mapya, ikiwa ni pamoja na makubaliano ya kizuizi cha mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati na miundombinu muhimu, ambayo bado yanazungumziwa na pande zote mbili ili kupatikane suluhisho la kupigana sehemu muhimu. Tiki aliongeza kwamba nia ya Ukraine ya kutafuta amani imethibitishwa na kuonekana wazi siku za hivi karibuni. Nikimnukuu msemaji huyo wa Ukraine, alisema kwamba mazungumzo yatakayofanyika nchini Saudi Arabia ni ya pande mbili, yaani kati ya Ukraine na Marekani, na kwamba hawajui jinsi wa Marekani watakavyoshirikiana na Warusi huko, kwani hiyo ni uchaguzi wao wenyewe. Hajui ni kwa namna gani mambo yatakwenda huko Uarabuni. Tukumbuke kuwa mwanzoni waliweza kufanya mazungumzo Urusi na Marekani na Ukraine, ambapo Marekani chini ya Rais Donald Trump na kufikia suluhu la nchi hizo mbili kukubali kusitisha mapigano kabisa mpaka kwa muda wa siku 30, ambapo suluhisho la mzozo huo litakuwa likiendelea kutafutwa. Lakini Ukraine iliripotiwa kuanzisha mashambulizi tena dhidi ya Urusi na kutumia ndege zisizo na rubani 3 kulipiga eneo la Kursk nchini Urusi, na Warusi majuzi tu nao walitaka kulipiza dhidi ya kile walichokifanya Ukraine kwa kutumia ndege 7 zisizo na rubani kushambulia maeneo ya kijeshi na nishati nchini Ukraine. Hata hivyo, shambulio hilo halikuweza kufanikiwa kutokana na mazungumzo yaliyofanywa kwa simu kati ya Rais Vladimir Putin na Rais Donald Trump wa huko Marekani, ambapo walizungumza mengi, ikiwa ni pamoja na kutafuta suluhu la mzozo huo, na Urusi ilikubali chini ya kiongozi wao Putin, ambapo waliweza kuamuru ndege hizo zisizo na rubani kudunguliwa mara moja. Swali ni kwamba je, ni kweli Marekani ndio wanachezesha kete ya mzozo huu, au yeye ndiye anayejaribu kutuliza ghasia kwa kutokana na kuibuka vita vya vya kidunia kama alivyosema huko Ovo? Tafadhali tuachie komenti yako, wewe unafahamu nini? Na baada ya kikao siku ya tarehe 24 nitazisoma komenti na kulinganisha na kile kilichozungumzwa kati ya Ukraine, Marekani pamoja na Urusi huko nchini Saudi Arabia. Kwa mujibu wa Tik, baada ya mkutano uliofanyika huko mjini Jeddah, timu ya Marekani ilihakikisha kuwa itawasiliana na upande wa Urusi na kuelewa kile Warusi walichokubaliana nacho juu ya usitishaji wa mapigano, na msemaji huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje nchini Ukraine aliongeza kwamba Ukraine inaona mazungumzo haya kama majadiliano ya kiwango cha kiufundi, yaani huenda pengine yakaja kuzaa matunda kuliko yale ya mwanzoni, ambapo Urusi ilikuja tu kupewa taarifa ya nini kinaendelea, ila kwa sasa itakuwa mazungumzo ya ana kwa ana ili kujua huyu anataka nini na huyu anataka nini ili kumaliza kabisa mzozo huo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alisema kwamba mazungumzo hayo yatakuwa ya ngazi ya kiufundi na yatakuwa na kipengele cha kijeshi. Aliongeza kuwa waziri wa mambo ya nje tayari ni sehemu ya mazungumzo ya kisiasa, lakini hakuwa na mipango ya kumshirikisha waziri mwingine katika mkutano huo. Ikiwa mkutano huo hauhitaji siasa, ni mikakati nini kifanyike ili kuweza kuzuia na kukomesha kabisa vita hivyo, sio mambo ya kuleta siasa. Ikumbukwe kuwa Machi ya 11 Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alieleza kuwa wao wamelipokea wazo la Rais Trump
kuhusu kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30, huku akisema huenda ikawa ngumu kuishawishi Urusi kukubaliana na dai hilo. Hata hivyo, aliongeza kuwa kama usitishaji huo utakubaliwa na pande zote mbili, inatakiwa kuwepo na nyaraka muhimu za mapatano, huku akieleza kwamba hivi sasa Marekani imerejesha usaidizi wa kijasusi na Ukraine licha ya kuwa ilitangaza kusitisha usaidizi huo hapo awali na kuzima mawasiliano ya satellite dhidi ya Ukraine kupata taarifa mbalimbali ikiwemo za kijasusi. Zelensky alieleza kuwa Marekani inahitaji kupatikana suluhisho la mgogoro huo na Ukraine ipo tayari kabisa kutafuta amani, na kwa upande wa Urusi, Vladimir Putin alisema kuwa ikiwa Marekani na Ukraine zinahitaji kupatikana amani na mwisho kabisa wa mgogoro huo, inabidi kuwepo na usitishaji wa moja kwa moja na sio siku 30 tu, kwani mara kadhaa Ukraine imezitumia siku hizo kuanzisha tena mashambulizi kwa kujipanga upya na vikosi vyake ili kushambulia tena Urusi. Hata hivyo, Zelensky alitoa tamko mnamo Machi 20 kuwa itafanyika kikao kingine nchini Saudi Arabia na Marekani ili kujadili namna ya kumaliza mzozo huo, na Urusi itashirikishwa katika hilo. Kikao ambacho tunaona wamekizungumzia kwamba kitakuja kufanyika mnamo siku ya tarehe 24 ya mwezi huu, mnamo tarehe 24 ya mwezi huu huko nchini Saudi Arabia. Ukraine na Marekani zitafanya mazungumzo huko Saudi Arabia, ambapo mazungumzo hayo yatahusisha pande mbili kutathmini mapendekezo mbalimbali kuhusu mikakati ya kusitisha vita. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ukraine, mazungumzo hayo yatakuwa ya kiufundi badala ya kuwa ya kisiasa kama wengi tulivyoweza kuzoea. Kumekuwa na siasa nyingi katika mazungumzo na suluhu la kivita kati ya Urusi na Ukraine, huku lengo kuu ni kuweka wazi masharti na mapendekezo ya kusitisha mapigano kwa muda wa siku 30 ambayo pande zote mbili zimekubaliana kimsingi. Ingawa bado kuna masharti ambayo yanahitaji kufafanuliwa, msemaji huyo alisisitiza kuwa mazungumzo hayo ni hatua ya kutafuta amani na pande zote mbili zinahitaji kufikia makubaliano ya kudumu. Mimi niseme tu kwamba Ukraine pamoja na Urusi zinatakiwa kufikia mwisho au ukomo wa mapigano ambapo zitawaweka wananchi wake huru na milio pamoja na kujeruhiwa. Huko tumeona kwamba kumekuwa na upotevu wa watu wengi sana, wamekuwa wakiathirika na mashambulizi hayo, wengine wakipoteza maisha na wengine kupata vilema kwa kujeruhiwa. Kwa hiyo suluhu la migogoro hiyo litaweza kuwasaidia wananchi wa Urusi na Ukraine kuweza kupunguza taharuki pamoja na kuishi kwa amani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.